Imarisha moyo wangu, mifurizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Tuombe. Tunakushukuru sana Baba wa mbingu na nchi, kwa jinsi ambavyo umeweza kuwa pamoja nasi katika vipindi ambavyo vimepita mpaka kwenye hiki kipindi tena kingine. Bwana, zidi kuwa pamoja nasi tunapoenda kujifunza maneno yako matakatifu. Hivyo tuombavyo tukishukuru kupitia jina la Yesu, amina. Rafiki yangu mpendwa unayenitazama wakati huu, ninapenda kukukaribisha katika kipindi ambacho ni kizuri sana na kinachofaa na chenye manufaa makubwa katika maisha yako. Nipende kukusihi kwa wakati tu mchache huu ya kwamba ungana pamoja nami kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo kadha wa kadha katika kipindi hiki. Ni kipindi ambacho tunajifunza kuhusu mambo ya vijana. Kwa kweli kati ya mambo ambayo vijana wanakutana nayo katika ulimwengu huu ni mengi, na mengine mengi sana na katisha tamaa. Ni kweli hii ni karne ya 21. Ni karne ambayo ni tofauti na karne zilizopita na ina mambo tofauti kabisa. Kwa hiyo vijana katika karne hii wanakutana na mambo mengi sana ambayo pengine yanawachanganya, na vijana wengi sasa wanaonekana wakiwa mitaani wakiwa wamelemewa na mizigo mizito yenye mawazo, yenye misongo ya mawazo, na hatimaye wanakosa mwelekeo wafanye kipi kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Hili ndilo tatizo kubwa ambalo linawakumba vijana. Tufanye nini kuepukana na mambo haya? Leo katika kipindi hiki yapo machache ambayo yanaweza yakakusaidia na yakasaidia rafiki yako, ambayo yatatufanya kuwa vijana ambao tutakuwa na malengo thabiti, lakini tutakuwa na mipango thabiti pia katika maisha yetu. Kwanza kabisa nipende kushauri kwamba wewe kama kijana ambaye bado unayo nafasi ya kufanya kitu ambacho kinaweza kuwa tofauti katika ulimwengu huu, ni kwamba mtangulize Mungu kwanza katika maisha yako. Ukimtanguliza Mungu unaweza kufanya mambo makubwa sana ambayo ulimwengu unaweza kushangaa umefikiaje hapo, lakini chimbuko kubwa likawa ni kumtanguliza Mungu katika maisha yako. Vijana wengi waliomfanya Mungu kuwa wa kwanza watapata manufaa katika ulimwengu huu, lakini watapata manufaa pia katika ulimwengu ujao. Pasipo kumtanguliza Mungu unaweza kupata manufaa mengi sana katika ulimwengu huu, lakini ukajikuta yote yanakuwa ubatili kwa sababu haujamweka Mungu kuwa wa kwanza. Mungu anatakiwa kuwa wa kwanza kwa maana ndiye aliyetuumba. Kitabu pendwa kabisa ambacho ni Biblia takatifu, kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 1 anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Hili fungu linanukuu likimaanisha ya kwamba mbingu na nchi ziliumbwa na Mungu. Ikimaanisha ya kwamba vitu vyote vilivyomo katika nchi Mungu ndiye aliyeviumba. Mungu ndiye aliyevitengeneza. Mwanadamu ametengenezwa na Mungu. Hajatengenezwa na kitu chochote kile. Na hakuna kitu ama kiumbe kingine tofauti na Mungu aliyemtengeneza mwanadamu wa kuweza kutengeneza mwanadamu tena tofauti. Hayupo hapa duniani. Hii ndiyo inayomaanisha ya kwamba Mungu anatakiwa kuwekwa wa kwanza katika maisha yetu. Ni kweli unaweza kutegemea vitu vingi wewe kama kijana ambavyo vinaweza vikakusaidia, lakini vyote ni ubatili kwa maana umemsahau yeye ambaye amekuumba. Mungu ni wa muhimu, wazazi ni wa muhimu kuwatanguliza katika maisha yako. Ni muhimu katika maisha yako kuomba ushauri. Lakini ninacho kitabu pendwa kabisa hapa cha ujumbe kwa vijana. Ni kitabu ambacho kimekuwa kikitoa mafundisho mbalimbali kupitia kwa nabii ambaye anaitwa Nabii Ellen G. White. Kitabu hiki kimesaidia watu wengi, na kwa kweli ninaamini na wewe kinaweza kukusaidia. Kwa kweli vijana wengi tunaweza tukafaulu kwa kumtanguliza Mungu mbele. Lakini pia kwa kuwa na maombi mengi ambayo yanaweza yakatuweka
huru na vitu mbalimbali katika maisha yetu, lakini ni kuachana na michezo mbalimbali ambayo ni ya mizaha katika maisha yetu. Tuwe serious na maisha, tuwe serious na mipango yetu. Bila mipango mambo hayaendi. Kwa hiyo moja kati ya kitu kingine ambacho ni cha muhimu ni kuwa na mipango katika maisha. Kila mtu alifanikiwa pale ambapo alikuwa na mipango. Pasipokuwa na mipango, hautakuwa na jitihada za kufanya, kwa maana hauna mipango. Kwa hiyo vitu viwili katika kipindi hiki tumevizungumzia. Moja ni kumtanguliza Mungu, lakini pia kuwa na mipango thabiti katika maisha yako na kuwa na jitihada za kutimiza hayo malengo. Mungu akubariki unapokuwa ukiendelea kufuatilia vipindi hivi. Basi nikupitia katika jina la Yesu, amina.